Na majira ni saa sita saa za Afrika Kati, ikiwa ni saba majira Afrika Mashariki, ambao kunasikiza ni Baraka1 TV, na mimi ni ndugu yako the one and only town DJP Baba la Baba, mzee wa Ngosuma Rajabu Akili Kabonga, ambaye kuna kurushia haya matangazo. So karibuni sana kwa wote ambao mko natusikiliza kutoka pande zote za dunia. Katika mambo tutakwenda kuyajadili ni kuhusiana na hali halisi ambayo iko inaendelea sasa hivi ndani ya jiji la Uvira. Mipangilio mbalimbali ambayo iko inafanyika katika jiji la Uvira. Namna M23 wako wanajipanga kuendeleza kurenforce jiji la Uvira, na namna pia wazalendo wako wanajipanga na wao pia kuweza kuwapiga M23 kuondoa ndani ya jiji la Uvira, na pia swala la makabila ya Uvira kuweza kuingiza utengano ndani yao, huku wakiwa wanaipatia sura mpya M23 kujaribu kupotosha wananchi, jamii na marafiki wote ambao wako ndani ya mji wa Uvira na jimbo letu la Sud Kivu. Katika hayo pia swala la bwana Paul Kagame kutaka kuonyesha uhalisia wake wa kile ambalo iko nalifanya, na kuonyesha wale ambao wako wanaamini kwamba M23 na LSPF Congo ni wakombozi, huku katika yale maswala kuna siri kubwa ambayo inajificha humo ndani. Leo mzee William Ambulia Kutumba anatarajiwa kuhutubia tarafani Fizi, maeneo ya Fizi Centre kule, na hivyo wananchi wote, waandishi wa habari wote wanahitajika kufika pale kwenda kusikiliza ujumbe kutoka kwa mzee William Ambulia Kutumba, na nafikiri pia tutakuwepo pale ili kukuletea taarifa kamili za yote ambayo yako yanaendelea kutokana na shutuma mbalimbali ambazo anashutumiwa. Nafikiri yote tutayasikia kutoka kwake pale kwenye mkutano ambao utafanyika. Ili kwa kwanza kupata habari zetu ni kulike pia na kusubscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati. Mimi ni ndugu yako Baba la Baba, the one and only town. Pia usikose kutembelea Mwangaza TV. Tuanze na hali yenye iko Uvira hadi sasa. Najua kutokana na mwingiliano wa mambo na pia utaratibu ambao watu wanauona kwa mbali, huku watu wakiwa wanatoa kauli kaza wa kaza. Vile Uvira saa hizi hali sio nzuri kwa wananchi wa kawaida. Sawa? Hali sio nzuri kwa wananchi wa kawaida kwa sababu wanaishi katika utumwa ambao walikuwa hawategemei kwamba wangeweza kuishi hivyo, na matumaini yao ilikuwa ni kuweza kuishi kwa utulivu pamoja na amani, lakini hali imebadilika. Unajua Uvira sasa hivi mko mnaendelea nini? Njaa ambayo inaendelea Uvira inasababisha mpaka M23 kujaribu kuishawishi serikali ya Burundi ili iweze kukolaborate nao kwa ajili ya kuweza kuiongoza Uvira. Nitakusomea barua ambayo M23 wameandika kuituma kwa serikali ya Burundi kutokana na Uvira, kisi wanataka iweze kushirikiana na M23 kwa ajili ya maendeleo ya maeneo ya Uvira. Kwa upande wa vita hadi sasa hivi, jana wazalendo baada ya kupiga milima ya Kigongo, Katongo kote kwenda mpaka Kopela, jana sasa walianza operation ya ratissage mu village ya Kigongo na Katongo na Kopela, huko akiwa wako wanasonga Uvira. Tulikuwa katika hizo operation za ratissage, kuna kamanda ambaye ni Foudre Rouge Igwe, akiwa ni komanda wa force speciale ya wazalendo. Ndiye alikuwa anaongoza shughuli za kufanya ratissage maeneo ya Kigongo, Katongo, kwenda na tizama wanani wamesalia, wanani wamebaki, hali ikoje, ili waweze kujua nini ambacho kitafanyika na kuweza kutoa matumaini kwa wananchi kwamba wananchi wawe watulivu, hali iko sawa na harakati ziko zinazidi kuendelea.
tofauti na jinsi watu wako wanawadanganya. Kwa sababu kuna watu wako wanadanganya kwamba aseme M23 inadhibiti kuanzia Luanga, biko yule milima Luanga, biko Kigongo, Katongo, sio wapi. Jamani, ule wote ni uongo. Ambao wako Mukigongo, Mukatongo, Mulwanga, Kopela, milima yote kuna mpaka Poro wa Kalundu, sio wengine isipokuwa ni jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa na wazalendo. Tofauti na hapo wanakuwa wanakudanganya. Unaona, so mazingira yiko Uvira ndo hivyo. Ni kuonesha hii hapa barua ya M23 ambayo waliituma kwa serikali ya Burundi. Wanataka usaidizi. Nitakusomea baadhi ya vipengele ili uweze kuelewa ambacho M23. Hii barua waliandika tokea leo tuko tarehe 13. Yes, walituma tarehe 10 na wanasema hivi: À son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, chef d'État Gitega, République du Burundi, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Président, à l'orée de cette nouvelle année 2026, il nous est particulièrement agréable de vous adresser à vous-même, à votre auguste famille ainsi qu'au vaillant peuple burundais, nos vœux le plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité. Tunawatakieni heri ya mwaka mpya kwa wewe mwenyewe na kwa watu wa Burundi wote. Tunatakia afya njema, mambo mapya mazuri pia na kuweza kunawiri. Nous souhaitons également saisir cette heureuse occasion pour exprimer notre volonté résolue de voir cette année s'ouvrir sur une nouvelle ère marquée par des relations apaisées, constructives et empreintes et de bon voisinage entre notre organisation et votre haute administration dans l'intérêt supérieur de nos populations respectives et de la stabilité de notre sous-région. Anasema kwamba tunataka pia kutumia nafasi hii kuweza kuongea yale yetu ambayo yako moyoni kwa kufungua huu mwaka ambao tunataka kuweza kufungua mahusiano ya muhimu ya ujirani mwema kwa organization yetu, yani kwa kitengo chetu. Unaona? Kitengo cha wauni. Yani kitengo cha wao cha M23, kitengo cha wauni. Tunataka wafanye ujirani mwema na serikali. Kitengo cha watu cha wauni kiungane na serikali. Votre administration dans l'intérêt kwa ajili ya faida ya wananchi wetu na pia kwa ajili ya usawa wa kanda letu la maziwa makuu. À cet égard, nous rappelons avec considération que dans un premier temps, vers l'excellence avait fait le choix empreint de sagesse d'offrir ses bons offices en vue de contribuer à l'émergence d'une solution politique et à la crise opposant AFC M23 au gouvernement, au régime de Kinshasa. Nous avons toutefois regretté l'évolution ultérieure de la posture du Burundi, lequel a opté pour une attitude de belligérance devant ainsi de facto partie prenante au conflit. Wanajaribu kukumbusha kwa yote ambayo yako na yanafanyika kwa uongozi wa Burundi kuweza kushughulikia masuala ya kujaribu kuleta watu kwa usawa AFC na serikali ya Kinshasa, lakini pia wamesikitisha sana kuona jinsi serikali ya Burundi iliweza kuchagua upande mmoja
kwa maana kuungana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Animé par un esprit de responsabilité régionale et de paix durable, nous vous prions respectueusement de bien vouloir considérer notre demande visant à l'amélioration de nos rapports bilatéraux et à la promotion du dialogue comme unique voie crédible et prenne du règlement des différends dans notre chère région de Grand Lac. Bon, kwa kuwa tuna moyo wa majukumu wa kikanda na ili kupata amani ya kudumu, tunakuomba kuweza kukamata kwa consideration ombi letu sisi ambalo tunataka kwako la kuweza kuleta mabadiliko na kuimarisha uhusiano wa pamoja na pia kutafuta maridhiano na mazungumzo ambayo yanaweza kuleta usawa katika ukanda wetu huu wa maziwa makuu. Kwa upande mwingine compte tenu na situation yenye ya kihutu particulièrement préoccupante yenye iko inagusa sana vive nos compatriotes réfugiés kwa wananchi wetu ambao ni wakimbizi sur le sol burundais ambao wamekimbia Burundi. Nous sollicitons respectivement l'ouverture de la frontière. Hapa ndo walikuwa wanakimbilia. Wanaomba serikali ya Burundi iwasaidie waweze kufungua mipaka ya Burundi ili kurahisisha wakimbizi ambao wamekimbilia Burundi waweze kurudia Kongo, na pia kutaka diplomasia kati ya Burundi na kikundi cha M23 yaweze kufanya kazi, kwamba washirikiane kwa pamoja ili waungane mkono kwa ajili ya maendeleo ya nchi zote mbili. Kwa nini nimesoma hii barua? Ni barua ambayo M23 wameandika kwenda kwa jeshi la Burundi, kwa nchi ya Burundi. Je, mnakumbuka gisi M23 ilikuwa iko inazalilisha arme burundese? Gisi walikuwa biko natukana Barundi, abana nguvu, tutawapiga, tutabafanya hivi. Ona gisi tuko tunakamata ba mateka yabo. Nini jeshi la hovyo, matusi mengi yenye M23 ilikuwa natukana Burundi. Haya, leo M23 inataka inasolicite Burundi iwasaidie wakuwe washirika wao, waungane kwa pamoja, washirikiane, waweze kufunguliana mipaka ili biashara zifanyike na wananchi wenye wako Burundi wa Kongomani waweze kurudia Burundi, waweze kurudia Kongo. Swali langu ni kwamba eske Burundi itaingia mwa hii mtego kushirikiana na kikundi? Kwa sababu wanasema notre organisation, kikundi chetu, kikundi cha watu kina solicite serikali mzima, waongee na serikali. Mwisho nakaribia. Kuna juzi jana kulikuwa kikao Nangaa na wenzake Goma, wako nazungumzia juu ya masuala ya nchi. Kwa sasa Nangaa iko nawaambia kwamba tutatoka twende wapi. Wale wenye washakata tamaa, msikate tamaa, sie tuko tuna avance huku, biko naomba negotiation. Huko nasikia contradiction zama. Tuongee tuache kupigana. Kisha wanasema sie tuko tuna avance kwenda Kishasa. Sasa mtenda Kishasa haina, mnasema tuongee tuache kupigana. Wenye washakata tamaa, mwache kukata tamaa. Bado vita iko inaendelea na tutamleta Joseph Kabila akuye awasalimie. Unaona? Entre guillemets. Wanasema Kabila haiko hapo. Wanasema Nangaa pika anasema kibatamleta Joseph Kabila akuye mkundi yao aje wasalimie. Unaona? Yaani M23 kama ni kuishiwa, nafikiri huko ndio kuishiwa kwao kwenye wanakwenda kuishiwa. Haya. Kwa hali ya Uvira ndio kisi mazingira iko hivyo. Na siwazi kama serikali ya Burundi inaweza kufungua. Hapa alisema kuna watu waliweza kufanya mapropaganda. Frontiere ya Gatumba inafunguliwa kati ya Kongo na Burundi. Serikali ya Burundi inasema itafungua ile frontiere ya Gatumba. Inasema itafungua. Mais en réalité Burundi haiwezi kufungua, serikali ya Burundi haiwezi kufungua mpaka wa Gatumba as long as M23 iko pale Uvira. M23 ikitoka sasa hivi asubuhi 8h ikifika 12h frontiere deja itakuwa kwa wazi.
na watarudia na biashara zitaendelea. Meagisi wangali pale, hakuna biashara yote ambayo itafanyika. Marufuku ingine imefanyika ni kuzuia magari yote kutoka Muplene kwenda Bukavu. Yaani kutoka Uvira kwenda Bukavu. Wazalendo wamefunga njia. Hakuna kutoka Uvira kwenda Bukavu. Gari yoyote iwe ya abiria yenye itaonekana inatoka Uvira kwenda Bukavu, cha moto atakiona. Maji pia yamefungwa. Tushazungumza hilo swala. Kwa nini wanafanya hivyo? Najua kuna raia wengi wenye wako wanajiuliza kwa nini wazalendo wanafunga mji wa Uvira, yani kwamba mji wa Uvira wanauweka huko isole. Mosher, hii ni mambinu, ni mastrategie za kivita. Tunataka kumneutralize adui. Adui anatakiwa akuwe neutralize ili upatikane namna ya kuweza kumdeloger direct. Sasa tukiacha access wazi hivi itakuwa ni ile kwanza kujipenyeza, kwa sababu adui anaweza kuwa anatumia mbinu nyingi za kutoka ili aweze kuingia Uvira. Unaona pale Sama walijaribu kuenda kuatake Minembwe Mapoint Zero ili washukie Fizi. Unaona? Yote ni njia hizo ambazo wao wanazitumia. Sasa endapo tutaacha raia kuwa na sirkile ni shida. Sasa hivi raia wengi ambao wako wanaingia Mukalemi na Baraka na wapi wako wanapitia njia za Tanzania. Na hii swali nilikuwa niko nalizungumza sana. Wakwenda Bukavu ama pia ambao wanaenda Goma wako wanapitia Kalemi, wanaingia Tanzania, wanaenda Uganda, Rwanda wanaingia Bukavu ama Goma. Ndio njia ambazo wako wanapitia. Na wale pia wa kutoka kule na wao wanatumia njia zile. Ushelewa? Kwa hiyo inabidi serikali iweze kuimarisha mipaka yake na kuimarisha pia ulinzi na usalama. Ile mamilfra za kulomba watu. Mkuu mna kontrole ndo mizigo ya batu. Mkuu mna kontrole watu, mtu anatoka nje ameleta nini? Unaangalia, mnamchunguza mtu. Hapo ni sawa. Hapana tu leta 1000 ya kashe. Leta 500 ya kashe. Sasa hiyo 1000 ni ya kashe na mtu anaingiza bunduki. Iko na maana gani? Supuuza ambao watu wako wanafanywa. Tukizungumzia swala la makabila ambayo yameonekana kuwa na kizungumkuti kati ya Wafuliru, Wabembe na makabila mengine. Jamani, sisi wote ni watu wamoja. Na hiki kipindi ambacho tuko nacho ni kipindi kibaya mno. Hatujawahi kuwa na kipindi kigumu kibaya kama hiki. Ni kipindi ambacho watu tunalazimishwa kubaguana ili adui apate nafasi. Sasa tunatakiwa tushirikiane wote kwa pamoja. Tuungane sisi kwa pamoja, Wafuliru, Wabembe, Wamushi, Wanyindu, Warega, Wavira, Wabangubangu, Watabwa, Wanani, wakabila zote kwa pamoja tuungane, tushirikiane ili tuweze kumpiga adui ambaye anaonekana anataka kututenganisha. Ndiyo, katika kila makabila kuna watu wenye tamaa wapo. Kabila zote kuna watu wenye tamaa. Lakini wakati huu sio wakati wa sisi kupigana, bali ni wakati wa sisi kuweza kuungana kwa pamoja. Jambo, tusikilize ujumbe huu. Jambo ndugu jamaa na marafiki ambao wanaokuwa wanafuata Baraka1 TV. Nawatakia usikivu mwema kwa kila yoyote yule atakayefuata ujumbe huu. Nilitaka niwaeleze ya kwamba jamani, inafaa tuwe tunafikiri, turekebishe mambo, na tunapokuwa tunarekebisha, hapana kwa tunaongeza mambo mengine ambayo yanaweza kaleta ubaguzi wa makabila. Tazama, ni zamani wa Bembe, wa Fulero, wa Rega, wa Bwari na makabila mengi sana, Washi, tulikuwa tukiishi pamoja vizuri, ila tunaomba vita visitutenganishi. Unaona, vita visitutenganishe, na kila jambo lote lile tutakuwa tunaongea inafaa kuwa tunalichuja, lile nzuri kulipitisha kwenye media, lile ambalo tunajua kwamba hili jambo ni jambo lina itilafu, linaweza likaleta ubaguzi wa makabila, ni jambo la kutupilia mbali kabisa, sio jambo la kupitisha kwenye social media. Sababu wakati tunapitisha jambo lile kwenye social media,
media ni kama vile una promote, ni kama vile mtu ana promote tribalism. Wakati una promote ile tribalism, wamoja wanaweza kaelewa kidogo na wengine hawataelewa, wataona kwamba wamebaguliwa. Kwa hiyo ninawaombeni ndugu jamaa na marafiki ambao wanaokuwa wanatumia social media, tafadhali msipatie adui mwanya wa kupenyeza kupitia social media zenu. Unaona adui iko nafata yote mnayokuwa mnafanya, na anapokuwa nafata anawasoma. Anapokuwa anawasoma, anatumia mbinu zake ili kuendelesha kuwakimbiza. Nadhani Uvira, kama wazalendo walikimbia Uvira, ilikuwa ni sababu tu ya mdomo. Yani hapakukuwa hata affrontment, mdomo tu ulichukua Uvira. Sasa tukisema kwa mfano eti kuna watu wengine wanasema eti Wafulero sijui kama wanaisha kuwa na Wanyarwanda waseme vizuri, ni makosa yale. Kuanzia kule tulikotokea, kamanda mkubwa ambaye anasimamia majeshi ya wazalendo ni Amuri Yakutumba. Mzee Amuri Yakutumba ndiye mwenye kusimamia, alikuwa anasimamia kuanzia Bukavu. Sasa wakati alidanganywa pale eti atoke pale Luvunge apande vilimani. Alitoka akapanda vilimani, Luvunge ilianguka. Ilipoanguka, miji mingine ikafata ikaanguka. Eske tutampatia ule jukumu ya kusema ya kwamba yeye ndiye alisababisha, sababu yeye alikuwa kamanda? Sio hivyo. Hatuwezi tukampatia yeye ile jukumu, sababu wenye walisababisha ni wale kamanda wakuu majeshi wenye wanaokuwa na supply yale masase na silaha za aina tofauti. Kama ule mtu wa supply na kama ule mtu hana plani mzuri, yani hakuna kitu chenye kitafanyika. Sasa kwa hiyo hatuwezi tukampatia jukumu yote ule kamanda, sababu yeye kazi yake alikuwa yeye iko kama vile anaongozwa na FRDC. Ingelikuwa eti uongozi ni wao wenyewe, na kila vyombo ambavyo walipaswa kuwa natumia vinatoka havitoki, vinakuja kwa majina yake, na mwenyewe anavigawanya kwa wale watu anajua kwamba ni watu wake. Kwa wakati ule sidhani kwamba Uvira ingeshikwa. Uvira ilishikwa tu na mdomo, hapakuwa hata affrontment. Sababu gani? Hapakuwa hata affrontment kubwa. Sababu gani? Ni sababu watu hawakuweza kuelewana, hapakukuwa umoja kati ya wazalendo. Pangelikuweko na umoja kati ya wazalendo, Uvira haingeshikwa. Tazama, walirudi nyuma, mambo yale yanaendelea. Kwa mfano leo kuna mtu mmoja mwenye alitoka kule kuingia pale Baraka, alikuwa ni Mnyarwanda. Alipoingia pale alipotea, wanamficha. Wanani? Wale wenye kuwa watu wa M23 wenye kupatikana Baraka. Sasa tuseme kwa mfano wale watu wenye walimficha ni watu gani? Kule majorite si ni Wabembe. Sasa ni watu gani? Eske tutasema kwamba Wabembe ndio wenyewe wanapitisha wanani? Sio hivyo. Ni individu, mtu betrayer, un traître ndio wanawapitisha, wanaingia ndani. Unasikia? Jambo lingine, ile jambo ya kusema eti Nganja, sijui kama Nganja kuja kuwa hata vita, hatuhitaji wazalendo. Ule Mnyarwanda atakaposikia kwamba wazalendo walitoka hapo Nganja kwenye mnasema, wanaenda panakuwa wazi, si wataingia wanashika. Wale jamaa wakishika fasi kuwatoa ni vigumu.
walishika Uvira, kuwatoa kwa leo inakuwa vigumu. Ni kama mwiba, kuna mwiba moja unakuwa kama vile wenye kutambaa hivi. Ule mwiba ukishika kunguo, mara nyingine ukisema utoe, inafaa ukate mti, au kama sio kukata mti, uvue nguo ndio utautoa. Unasikia? Ndio sababu hiyo. Inafaa tuwe makini kabisa, tusimpe adui nafasi na ile nani ya kusema ya kwamba eti Mfulero hapana kumuzishia shamba. Hiyo ni makosa makubwa. Hayo mambo Uvira hayakuwepo, hayakutokeaka, na hakuna hata mtu mmoja Uvira mwenye ameshawahi kusema ya kwamba pasiwe hata Mnyindu mmoja mwenye atauzishiwa shamba hapa Uvira. Mnyindu ni mtu wa fasi yote. Pasiwe Mbembe mwenye atauzishiwa shamba hapa Uvira, au Mbwari. Wale Wabembe na Wabwari kwao ilikuwa ni Uvira. Kuna watu wengine walizaliwa, Wabembe walizaliwa Uvira, hawajawahi kujua sehemu zingine za kule Fizi, au saa zingine kama wameshafika sijui. Na kuna wengine maisha yao yote walizaliwa Uvira, wanakuia Uvira na wanazekea Uvira. Sio kwamba wakati mnaanza kuleta mambo kama hayo, kesho wakati amani itakuwa, mtakuwa kama vile watu mnafanya chuki. Hiyo chuki nafaa tuiache. Hayo mambo ya kuwa tunafuatiliana kimaisha ya ubaguzi, sijui mtu fulani kabila fulani hapa astahili kufanya hivi. Sasa hapo Ubembe, mbona mko na gouverneur, mko na nani na maire de la ville haiko wapale? Naam, nafikiri kwa yote ambayo ameweza kusikiza, ndio mwisho wa matangazo yetu kupitia Baraka1 TV. Mengine tukutane majira ya saa 9. Saa 9 bwana, tutakuwa tuna mambo mengi sana kuzungumza. Usako mzee yule Mamule Kutumba yuko Fizi sasa hivi na mitingi inaendelea. Kama itaahirishwa tutakuleteni majibu, kama itafanyika pia tutakuleteni majibu. Bye bye.